Kwa shukrani kwa wasanii ambao wameshiriki kunako tamthilia ya Mission Impossible, moja ya tamthilia ambazo mitaa inafahamu balaa lake. Mbele yako ni miongoni mwa mgeni mwalikwa sambamba na moja kati ya wasanii ambao wapo kwenye tamthilia hiyo. Anaitwa Mzee wa Misumari. Sasa zungumza naye atuambie vile ambavyo wameshiriki. Yupo na ndugu yake hapa Miaka Yakobe, atamkaribisha. Mzee wa Misumari, niambie. Nashukuru Mungu. Unapoona mtu kama Manifongo ameshiriki kwenye usiku wenu wa shukrani kwa mashabiki wenu, tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kubwa sana kwa sababu kwenye maisha tunaishi tunajifunza kutokana na vitu zidi kwenda mbele. Sasa mwanangu ni mtu wa singeli. Anaimba usela. Sio mwigizaji. Lakini najifunza kupitia yeye. Sanaa ni moja. Sanaa ni moja. Matabaka tumetokea wao waigizaji wa storia hivi na waimbaji wa storia hivi. Lakini sote ni kitu kimoja. Mimi najivunia sana kuwa na watu kama hao katika maisha yangu. Misumari, kuna time kama wewe unaimbaga hivi. Na unaonaga baadhi ya clip ukiwa unaimba vile ambavyo una flow, ulishatamani hata siku moja kama kufanya kitu na mzee wangu hapa Manifongo? Vitu vingine video vifanye kama siri kwa sababu kwa kile ninachokifikiria katika kichwa changu nimeweka katika memory yangu. Kwa nikikiachia itakuwa ni uongo, ila mashabiki zangu nawapenda, mashabiki wa Mission Impossible wote nawapenda, wanaotufuatilia katika mwanzo mpaka leo. Mashabiki wa Manifongo nawapenda sana kwa sababu Manifongo nimeanza naye miaka mingi, takriban miaka 14. Miaka kwanza tumefanya ugaigai, tukapata bahati, Mwenyezi Mungu akajalia tukapata tuzo. Tulikuwa na blaza yetu Mkojani, tukaja tukatoa tena movie ya pili ambayo inaitwa Kivyere. Nipo na Chado. Muda huo wanangu wakina Misumari wapo, nikienda tunashuti wao hapo pembeni, walikopo wao wanaangalia kila tunachokifanya. Tunapokosea nasema Manifongo hujafiti. Yaani hadi nimehakikisha nimefanya kitu kizuri kwa ajili ya hawa ndugu zangu. Kwa hiyo hii ni familia yangu kubwa ambayo inanisapoti, ambayo na mimi nawasapoti hadi tumefikia hapa. Mwenyezi Mungu aweke makubwa zaidi kwa sababu season inayokuja sasa hivi na mimi Manifongo nitakuwepo. Sijui mtu si atanivumilia. Maana mimi sina akili hata kidogo. Inayokuja nipo Manifongo. Sema nikwambie kitu Manifongo. Wewe familia. Kwa heshima. Utaweza kunivumilia? Nisikize kwanza. Nisikilize kwanza bro. Wewe nini usinikatelezee kodi? Sikiliza kwanza. Wewe nisikilize, kuna wenzako wameenda South Africa. Alafu amerudi bado washa. Mimi nakupa kodi, yani masera wote wanaishi South Africa wanaishi kodi zenyewe. Hawataka nikupukutisha masera waone hao. Tumwachie director. Usiningongeneze unangoneza. Wewe nini tumwachie director ni kunongoneza nini? Mimi nakunongoneza wewe mshamba ni. Mimi napokea. Baridi, poa, safi. Poa baridi. Unasemaje? Poa wanangu. Wewe unataka nini? Coming soon jamani, tunawapenda wala kwa heshima. Salute. Kazi inakuja. Nitamani hata turudie ladha kazi ambayo inafuata mara baada ya Mission. Yaani ukigiwa utamu usharibu. Kabla ya kupewa utamu, unajua story anaandika na director. Movie ana control mpaka kufika. Kama Mission Impossible, mimi naambia ni ukweli, wasiojua. Live jamani, mimi naambia ni ukweli, wasiojua. Mission Impossible ni Chado na hapa ipo ni Chado. Problem ni Chado. Yaani kila kitu ni Chado. Chado huyo ndio mwenye kila kitu, si ndio? Lakini sisi tutabaki katika stiki zetu kwa sababu mimi ni msanii, nitafanya kitu ambacho natakiwa nifanye. Ila story sielewi. Kingine muuze Chado. Kinachotokea chochote mimi napokea hapo wanapotaka wao, mimi naenda nao wanapotaka wao. Sema musimbe, ukimba na kukanda. Simbi. Kwa hiyo kwenye kazi mpya Manifongo umeimba maana nini? Sijaimba. Si unajua mwanangu, sikiliza. Siku zote huwezi kusukuma gari wakati wewe umepanda. Si unanielewa? Na usiseme eti sitaki nimeacha pombe wakati hujampata mtu anakupa ofa. Kwa mambo yanaenda hivyo hivyo yanapohitajika. Mimi naishi nao wanangu afu machiziboti wangu afu tunaenda vile vile. Tuzungumzie muziki wako kidogo. Mashabiki kama wanasema Manifongo mbona kama ipo kimya hivi? Hapana. Wewe unaongea na mimi leo hii hapa. Mimi hapa nina siku 3 si siku 4 Bongo, naondoka zangu Paris Ufaransa. Nimekuja kwa support wanangu tu, lakini Manifongo naenda Europe sasa hivi. Nimeenda nimerudi, nilikuwa Paris, baada ya kutoka Paris narudi tena Paris. Nikitoka Paris naenda tarehe 2 narudi tarehe 8 Tanzania. Nikitoka Paris nikija sasa ndo nakuja kuachia kazi zangu official, lakini muda wote wa Tanzania wako hawajajua Manifongo anafanya nini. Lakini tarehe 2 naondoka Ufaransa, Paris, na kazi nimefanya na wanangu anaitwa Maroya, ni crew nzima ambayo inatokea Ufaransa. Naenda kupiga tour yetu inaitwa Ioma. Nikisema Ioma ni tour kubwa ambayo wenyewe wa Tanzania wanaijua. Ni tour ambayo wanakuja wadau wengi sana. Tukisema mahesabu yetu pale uwanja wetu wa Benjamin Mkapa unaingia watu 60,000. Si 60,000 kwenda mbele.
lakini mimi naenda kupiga show watu wameshalipa kiingilio hadi sasa hivi watu 300,000. Okay. Ni Yoma watu wanakuja 300,000. Kwa hiyo tunaitangaza Singeli, uwaga tunaga kujishaua kusema kwamba tunafanya nini, ila matarajio na matokeo yetu makubwa tuko tunaangalia mbele yetu. Sasa hivi Mwenyezi Mungu kaijalia, kama tuliamua kupambania Singeli hadi imefikia katika hatua hii, basi Mwenyezi Mungu anatubeba na sisi tuzidi kuonyesha nia zetu na tuna malengo gani na hadi tunapotaka kwenda kufikia. Kwa hiyo Watanzania, naenda Paris tarehe 2 hadi sasa hivi na siku zangu 3. Nitakaporudi Paris nitaachia kazi zangu moja tofauti, lakini kigongo kinachokuja sasa hivi kwa kupitia Chado Machine, mwanangu Chado Master, Manifongo nitakuwepo, japokuwa naenda Europe, ila nikirudi tutaishi yote pamoja. Manifongo, kwa tafsiri hiyo tafsiria kwamba muziki wa Singeli sasa hivi kimataifa ndo unafanya vizuri, mpaka shows zinakuwa zinaandalia na watu washalipia kiingilio before hata show yenyewe kuliko muziki mingine Tanzania. Yeah, kwa sababu wale watu wa Yoma uwaga watu wanalipia kabla ya miezi 3 mbele. Nikisema watu 300,000 tena maana 300,000 tayari washalipa viingilio. Mimi naondoka hadi sasa hivi tayari watu wananisubiria Ufaransa tayari. Kwa hiyo nimekuja leo kwa brother zangu Chado, ndugu yangu, nimeishi naye vizuri na familia yote inayosimamiwa na Chado. Kwa hiyo wanangu wategemee vitu vingi, wasione Manifongo nipo kimya. Niliachia ile pale umesikia ikafungiwa Basata, tukalipa faini milioni 3, lakini yote kwa sababu ni mambo yetu ya muziki. Nimeshindwa kuacha kazi nyingine kwa sababu najua mimi hapa Manifongo kwa sasa hivi watu wengi sana wananiangalia nafanya kitu gani. Ila leo nimefanya yani kama surprise, wa Tanzania wanajua kama tarehe 2 naondoka. Lakini mimi Manifongo waga show zangu sizitangazi sana wala siongei kwamba naenda wapi. Leo ni mara ya kwanza nasema naondoka na narudi. Singeli ni ya kwetu, Singeli ni ya Tanzania, Singeli inabidi tujivunie muziki wetu kutoka Tanzania, na Singeli leo hii imekuwa ni muziki mkubwa tofauti na mara kwanza kati tunaimba wanasema hapa Nyarodi. Lakini hicho mimi kwangu mimi najivunia kwa sababu Europe walitoa proposal ambayo inaosema katika muziki ya Singeli inaofanya vizuri ni ainaga ushemeji. Na ndio inanipa mimi tour zangu naenda kufanya Europe tour hadi narudi huku. Na show zangu 2. Nikienda tarehe 2 show naanza kufanya tarehe 3, nafanya tarehe 7, tarehe 8 na kuwapo Tanzania. Kwa hiyo wategemee vitu vingi sana wa Tanzania kwa kupitia mimi Manifongo, na wasapoti wasanii wote wa Singeli kwa sababu sisi wote tunaishi kwa ndoto zetu. Hapo kwenye kusupport naomba nimalizie kwa hili, kuna wadogo wenu wawili wamekuja hivi karibuni, Sergeant Pateni, of course wanafanya vizuri, lakini hapo katikati wamegombana, mitandao wanazungumzia wao tu. Uko kama brother na umezungumzia supportiana kwenye muziki wa Singeli, lipi la kuambia hawa wadogo zako? Muziki watu wakitengeneza hivyo kugombana ni mojawapo ya opportunity ya kufanya biashara. Kwa mimi siwezi kuelewa wamejipanga vipi na wanakuja vipi. Kwa Mwenyezi Mungu awajalie. Mimi naona kama hiyo kiki yao waliotengeneza au kama tuseme labda katika ugomvi wao, siwezi nikasema kiki. Naweza kusema katika ugomvi wao waliotengeneza ni biashara kwa upande wao. Waendelee hivyo hivyo, Mwenyezi Mungu awasaidie kwa sababu wakisema kwamba waache hicho kitu wakiunganika na maana itakuwa sio biashara kwa upande wao. Kwani ukiangalia hata sisi wakati tunakuja tulitengenezewa fulani bila fulani hawezi kufanya kitu chochote. Kwa Mwenyezi Mungu awajalie katika jambo lao wanaolifanya, kesho itakuwa nzuri zaidi. Manifongo big time kubwa.